serikali wasikilize hitaji la wananchi ni nini, na wananchi pia wasikilize serikali kwamba inaelekeza nini. Ili migongano hii isiwepo, lazima tusikilizane kwa pande zote mbili. Ni oda kwamba nchi yetu endelee kuwa na amani na hali ya uchumi endelee kuwepo na kuimarika. Tunaomba nchi yetu iwe na amani, tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, kwa sababu inavyopelekea hivyo inatufanya hata sisi wetu tunakosa kuwa na amani. Wengine tuna watoto wanakosa amani. Hivyo tunaomba tuwe na amani kwa ujumla. Hii amani tunayokuwa tunaichezea inakuwa sio vizuri. Na hawa watu ambao kwa kweli wanahatarisha amani wanatakiwa watafutwe kweli kweli. Naamini kwamba viongozi walioko juu wa serikali wajitahidi kupambana hii hali kuiondoa ili Tanzania tuwe na amani kweli kweli. Tunalaani kwa kilichotokea kwa sababu imekuwa ni vurugu na athari zimekuwa kwa watu wote. Kwa hiyo tunawasihi hasa sisi vijana tujiepushe na mambo ya chuki na makundi ambapo mwisho wa siku ni hasara kwa taifa letu. Na anawaasa sana vijana. Kuna ile muamko kwamba anaweza ukawa unaambiwa kitu lakini hujui asali yake ni nini. Asali wameiona. Matatizo wameyaona. Kuna vijana ulikikaa nao wakasema baba ilikuwa tunakosa hata soda kuinunua. Chips hatuioni. Sasa wanaiona. Hata leo ukiwaambia leo umefanya hivi, hawezi akakubali. Sasa sisi tunachoomba vijana siwe na muamko wa haya mambo ya kuwa na muamko na watu bila kupewa nani. Ni kujiongeza, kuangalia ni nini. Sisi tumeumbwa, sisi tumezaliwa kwenye amani. Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona. Na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye handaki, tunajificha.